Kuna mambo nyeti ambaye imeweza kutukuta sisi wote katika nchi dunia yote kwa sababu ya Pope kutuweza kutuacha, na leo asubuhi tungetaka kuweka rambirambi zetu sisi kama Mheshimiwa Kimani Igunjiri, kwa sababu nilifuatilia sana mambo ya Pope na jana nafikiri akiwa amechangamuka mzuri sana na akasalimia watu wengi na akatoa hotuba yake na akatembea kwa gari akibebwa akizungumzia watu, na ilikuwa ni jambo la ajabu kurudi kusikia asubuhi amepumzika. I think amepumzika kwa njia nzuri sana, kwa sababu amefanya yake, ameaga watu na ametuachia message ya nchi kuwa tushikane, tusameheane na tuweze kuwa pamoja. That was a very good words of Pope yesterday, and today ametuacha asubuhi. Kwa hivyo apumzike pahali pema peponi, na tujifunze kufa wakati ya Easter, kupumzika baada ya kuzungumza na kuhubiri jana Sunday, na asubuhi aweze kupumzika. Hiyo ni mpango mkubwa ilikuwa ya Mungu, na tukumbuke na tusisahau maneno yake yalituambia. Kwa hivyo nasema pole sana kwa biafu yangu na watu wengine wale marafiki na watu ya Bahati constituency na watu pia marafiki yangu na watu ya Kenya na kanisa la Catholic mahali popote lilipo. Ni pigo kubwa kwa kanisa la Catholic na kwa nchi mzima na dunia mzima, kwa sababu Catholic ina uzito mkubwa sana, na Catholic huwa wana utaratibu mzuri sana, na nawashukuru pia mpaka kwa Kenya wamekondemu mambo mingi, siasa kwa kanisa, siasa ya matusi. I think Catholic is leading on that. Kwa hivyo hatutasahau hiyo yote, lakini tunaombea mpaka mabishop wale wengine waweze kuwa na moyo na waweze kuendelea na kazi na maneno ambayo waliwachiwa na Pope. Tunashukuru kwa hiyo. Pia nina mambo nyeti kwa Easter ningetaka kusema. Pia hayo yote na ya Pope, mahubiri ya makanisa ya Easter imekuwa ni mahubiri ambaye ina nguvu nyingi sana, na imeweza kuangazia mambo ya amani, mambo ya kukaa pamoja, mambo ya nchi wa Kenya wale walikuwa